Hapa tuko Kivovo ni Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapatikana kwenye hospitali mpya ya wazalendo, vijana ambao wamejitolea kuunga serikali mkono kupambana vita vya uvamizi dhidi ya uasi wa AFC M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba wazalendo walikuwa wakipigana, wanapopatwa na majeraha huko kwenye mashamba ya vita, walikumbwa na matatizo mengi, haswa matibabu, na hivyo kamanda mmoja wa wazalendo ambaye anaitwa General Bendera Akwela akawa amebuni kitu cha kufanya kituo cha afya kwa ajili ya matibabu ya wazalendo, akiwa na waganga ambao wanamzunguka, na kituo hicho cha afya kikaanzia pale Mnanira, Avenue Mnanira Mulongwe, na baadaye eneo ikaonekana kuwa ni finyo ndogo, wamehamia maeneo ya pale Ruzozi, na baada ya Ruzozi watu wengine wenye moyo mwema wakasema kwamba Ruzozi imekuwa eneo ndogo kwa kuwa hata askari jeshi wa taifa FARDC wanakuja kupata matibabu. Na hivyo wamekuja hapa Kivovo kwenye mjengo huu unaoona hapa kwa ajili ya kufungua hospitali hii ambayo itakuwa inatunza wazalendo, familia za wazalendo, jeshi la Kongo FARDC wanaopatwa na majeraha huko kwenye mashamba ya vita, pamoja na familia zao wanakuja kupata matibabu hapa. Ndiko ambako tumekuja kuangalia tuone mjengo uko namna gani na tupate kuzungumza hata na baadhi ya wagonjwa. Kwa hiyo hivi tunaingia kwenye mjengo huu. Na hapa tumeingia tayari, tuko kwenye chumba cha kwanza hapa, eneo la kupokea watu yani reception, na tayari waganga ndio wameanza kuseti vitanda baada ya kutoka kule Ruzizi. Unavyoona kabisa nyumba ni kubwa. Tukianza chumba kimoja hizi zinaitwa ward, na maana vituo, yani vyumba vya kuhifadhi wagonjwa. Chumba kimoja hicho unakiona hapa, na chumba kingine kama unavyoona waganga hawa madaktari ambao wanakuwa tayari wote ni wazalendo. Hii kama unavyomuona hapo tutaongea nao ni major na yupo kapteni kule, wote ni waganga. Wanasema kwamba kila mchezaji acheze namba yake kwenye uwanja. Ina maana kuna yule anacheza namba 9, mwingine anacheza namba 7. Kila mtu akili yake isaidie ukombozi wa nchi. Ndio hivyo vitanda. Lakini hata hivyo sasa, ukiona vitanda vilivyo, na wewe mchango wako ni upi? Unasaidia nini? Unaweza ukasaidia nini ili watoto wanaosaidia taifa kulikomboa wapate kulala kwenye vitanda vizuri wakati wa matibabu? Ukiingia huko kwenye chumba, tunapoingia kwenye chumba tunakwenda kuona tayari kuna wagonjwa hapa, wazalendo ambao wako kwenye matibabu hapa. Unaona wanapata matibabu. Jambo kaka. Habari za kwako? Salamu. Unaitwa nani? Faridi Maneno. Wewe ni nani? Mzalendo. Wa kundi gani? MPC. Umefika hapa namna gani? Nafika kwa kukimbia. Tangu siku gani? Jana. Unasikia nini? Malere. Kwa leo hivi kisi umeingia unajisikia namna gani, matibabu yanakwenda? Tafadhali. Unaambia nini wakongomani wengine ambao wanakufuata sasa hivi kwenye nyumba kuhusu hiyo hospitali, unawaambia nini? Anawaambia tu waendelee kabisa na matibabu wako na. Kwa hiyo unaweza omba watu wengine wachangie ili hospitali iendelee vizuri. Ndio, naweza penda muongezeke hospitali iendelee vizuri. Asante. Tunakuwa na mgonjwa mwingine hapa kama unavyomuona hapa. Jambo ndugu. Unaitwa nani? Naitwa Ibra Runiga. Ibra Runiga, wewe ni mzalendo kutoka kundi gani? Kundi la Mzee Bendera. Mzee Bendera? Ndio. Naam. Unasikia kitu gani? Magonjwa gani yanakusumbua? Malaria inanisumbua. Hivi unasikia namna gani matibabu yanavyokwenda? Afadhali kabisa, mtupokea vizuri. Kwa sasa hivi naendelea matibabu, najisikia sawa. Kuna kaka zako, ndugu zako, dada zako, shangazi, wajomba, Kongomani ambao wako nje wanakufuata sasa hivi kupitia kamera. Unawaeleza nini ili hiyo hospitali ipate kuendelea zaidi? Waendelee kupigania, waendelee kutusupport kwa sababu tunashindwa kupigania ni mwingine, na support yao itakuwa nzuri sana kwetu. Tunakushukuru. Asante.
Na kama unavyoona hapo, ndivyo vijana wazalendo wanakuwa wakipata matibabu. Tukitoka kwenye chumba hichi, ni kwamba hospitali ndo bado iko wamehama na wako wanapanga vitanda. Hichi ni chumba kingine, jumba ni fupi kabisa, wamepata nyumba nzuri. Sasa inatakiwa ipate vitanda. Unaona chumba hichi, chumba kingine hichi, unaona sehemu ambao wanalala. Kwa hiyo mchango wako na wewe ni muhimu zaidi. Ukituma kitanda hapo utakuwa umechangia. Uzalendo sio kwenda na silaha tu vitani. Uzalendo ni kile ulichonacho kukitoa, kitakuwa kimesaidia kwa maendeleo ya nchi, kitakuwa kimesaidia kwa kupigania nchi kama Kiswahili anavyosema. Hichi ni chumba kingine. Kwanza mzunguko wa kutembelea, wa kuangalia hospitali jinsi ilivyo. Tunataka kuzungumza na mmoja kati ya waganga. Jambo dokta. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina mimi ni Banga wa Mahe Desire. Umevaa kidaktari tena na kofia ya kijeshi. Asante. Mimi ni majoro wa wazalendo kutoka kwa mzee Bendera, sababu ni mzee ambaye anatuchunga vizuri, pia anashughulikia watoto wazalendo, kwamba sisi ni wadaktari tena ni majeshi. Tuliona ni mzuri tuweze kusaidia wazalendo wetu kusudi watibiwe, sababu walikuwa wanakosa matibabu. Kwa hiyo hivi mumehama hapa, mbona mnahama? Mnakuwa na ile hadithi kusema kwamba mpangaji hana address, mlianza Mnamira, mkaenda Ruzozi, leo mnakuwa Kivogo, mwisho mtafika Makongoni? Hapana, kwa kweli hii fasi tulipokuwa tuliona condition hazieneze, kriteria tulikuwa tunakamata nyumba zenye hazieneze condition kwa ajili ya wagonjwa, na wakati tulipoona hii fasi ikatubidi tuweze kuhamia hapa ili watu wenye watakuwa natunziwa watunzwe vizuri bila shida, bila matatizo. Unaona jinsi nyumba inapangiwa vizuri sana, sababu unajua afya ni kitu ya lazima. Inafaa kufasi kukue usafi, watu wapate matibabu. Hata tumepanga, sababu kulingana na generali wetu Bendera, hata anawauzia na chakula. Nafasi ya mafiga ndio hiyo, unaona nafasi ya mafiga watakuwa wanapigiwa chakula, wanakunya uji, chakula tunawapigia. Tumeona ni mahali pazuri sababu wawezi kujisikia wako huru. Huyu ni mzalendo major, amejitoa kutunza wazalendo wenzake, hata FRDC na familia. Wewe mchango wako ni upi ili kitu hichi kipate kuendelea, vijana wapate juhudi za kupigana, za kusaidia FRDC katika vita hivi walivyo navyo? Dokta, unavyoona hivi mnaweza kuhitaji nini nyinyi kama vile waganga hapa kwenye hospitali yenu, mpewe misaada gani? Kwa kweli hii kitendo tukipata watu wako kama general wetu Bendera, tukipata hata watu wawili kwa Kongo, wawili tu wasiwe watatu, Kongo yetu itakuwa vizuri. Tunahitaji tupate madawa za kutosha, tunahitaji tupate vitanda, tunahitaji tupate matela, tunahitaji tupate vyombo ambao vitaweza kusaidia, sababu madawa zinakuwa kidogo, wagonjwa ni wengi. Lakini sasa Bendera yeye pekee anajitoa, anajiima, hata anakosa sukari kwake, lakini analeta pesa, anauza madawa kwa pesa zake binafsi. Tulikuwa tunaomba kama ni gouvernement, kama ni mkaaji, kama ni mtu yoyote mwenye atajisikia kuweza kusaidia Kongo kusudi iweze kusonga mbele, awezi kusapoti kwa kila kitu yoyote ambayo ataweza, ikiwe kipesa, ikiwe kitana, hata kesikia ataleta hata mchango yoyote, itaweza kusaidia kwa wazalendo, sababu wazalendo tuna nguvu lakini tunakosa usaidizi. Naam. Basi ni mganga huyo, tunataka kwenda kuzungumza na Jenerali Bendera. Wahenga wanasema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa, ndicho wanachosema mganga hapo. Kwa hiyo msaada wako na wewe ni muhimu zaidi. Tukutane tena hapo baadaye katika episodi inayofuata. Sadam.